Hiyo bana ni Aprili 1 mwaka 2025. So bana tumeshamaliza miezi mitatu nyuma tumeikata bana. Kwa wale wazangu wana Waislamu tayari tumesha bana imaliza siku ya Eid na leo tupo siku ya Eid pili. So bana matukio ambayo yameendelea kuchukua nafasi kinoma kupitia mitandao ya kijamii kutoka Tanzania, kutoka bana nje ya mipaka ya Bongo, ni mambo mengi sana ambayo hata wewe utashangaa. Kuna bana baadhi ya matukio nitaenda kukuoneshea baada ya muda kadhaa bana, kama sekunde 30 nitakuoneshea hizo videos ambazo zimefanya vizuri. So leo nina mkusanyiko wa matukio ambayo yamefanyika kuanzia bana Januari mpaka mwezi huu wa 4 na msanii mkubwa kutoka Tanzania. Bila shaka namzungumzia msanii anaitwa Diamond Platnumz ambaye pia ni mkurugenzi wa Wasafi Media, lakini ni CEO wa WCB Rebo kutoka pale bana Dar es Salaam. Rebo hiyo ambayo inamiliki wasanii kama Ravarava, wasanii kama Zuchu, lakini pia na Dvoice, huku msanii huyo Diamond ambaye ameweza kutangaza pia kwamba kutakuwa kuna msanii mwingine ambaye ataongezeka pale kwa ajili ya kuweza kuziba pengo la Mbosso Kani au subana. Kwamba lebo hile imekuwa ni lebo ambayo imesaidia wasanii wengi sana kuweza kuchomoka na kuweza kuwa kubwa zaidi. Tumeweza kushuhudia kwa msanii kama Rayvanny ambaye ameweza kutoka katika lebo hili na kuweza kuzindua lebo yake mpya ambayo inaitwa Next Level Music na kuweza kumsaini msanii ambaye anaitwa Mark Voice. Lakini pia kwa upande wake Harmonize TZ ametoka katika lebo hili na kuweza kufungua lebo yake mpya kabisa ambayo inaitwa Konde Gang, huku akiweza kumsaini msanii kama Ibra TZ, Angela na Chidi ambao wengine tayari walishaweza kutoka katika lebo hiyo hapo. Bwana, haya ndo matukio bana ambayo yameweza kufanyika au kuweza kufanywa na msanii Diamond Platnumz kwa mwaka huu 2025 kuanzia Januari mpaka leo mwezi wa 4 tarehe 1 bana. Diamond licha ya kuwa msanii bora ambaye amekuwa akipambania sana ndoto zake kila siku ambayo inakuwa inaitwa leo, so matukio yake ambayo ameshaweza kuyafanya bana mpaka mwaka huu. Tukio la kwanza kabisa ambalo limeweza kufanyika na msanii Diamond bana ni tangazo la albamu mpya kabisa kabla ya Ramadhani, na hii bana ilikuwa kabla hata mfungo wa Ramadhani. Ilikuwa ni Januari mwaka 2025 ambapo msanii huyo Diamond alitangaza kuwa atatoa albamu yake mpya kabla ya kuanza mwezi wa Ramadhani, lakini pia alisema kwamba albamu hiyo itakuwa ni albamu bora zaidi kuliko albamu zote ambazo amewahi kuzitoa au ngoma zote ambazo amewahi kuzitoa, huku akisisitiza kwamba albamu hiyo itakuwa ni Kiswahili pure kabisa bana. Lakini kutakuwa kuna ngoma kali kuzishinda hata zile ile ya Zuena, lakini pia ile ya bana ya Tapita ambazo walishawahi kuzitoa hapo before, akisisitiza bana nia yake ya kukumbusha mashabiki zake kwa nini aliyapenda, kwa nini na alikuwaje kama mwanzo bana. Tukio la pili ni ombi la ujenzi wa ukumbi wa matamasha. Msanii huyo Diamond Platnumz kutoka Tanzania, ikumbukwe katika usiku wa Tuzo za Trace pale Zanzibar mwaka 2025 ilikuwa ni Februari 26 mwaka 2025, aliomba serikali kuweza kujenga ukumbi mkubwa wa matamasha kama arena ili kuweza kusaidia ukuaji wa wasanii kupitia matukio mbalimbali ambayo watakuwa wanayatumia, kwa sababu kumekuwa kuna changamoto kubwa sana kwa wasanii kukosa sehemu special ya kuweza kufanyia kazi zao za kimuziki, na hili linakuja mara baada ya kuweza Tuzo za Trace kufanyikia Zanzibar karibu na bana beach, jambo ambalo linawakwaza wasanii. So serikali kupitia mfuko bana wa utamaduni na sanaa umeweza kutenga maeneo matatu kwa ajili ya ujenzi huo, na mazungumzo bana ya wawekezaji yanazidi kuendelea, huku tukio la tatu ni ushirikiano mpya wa kimataifa ambapo msanii Diamond alitangaza ushirikiano wa msanii kimataifa kama Rick Ross, jambo ambalo lilizua msisimko mkubwa miongoni mwa mashabiki wake ambao wamekuwa wakimfuatilia kila siku na kuweza kumsupport. Lakini pia ushirikiano huu ulitarajiwa kuleta changamoto au
mchanganyiko wa kimataifa katika radha ya Bongo Flava na na mziki wa kimataifa zaidi. Lakini tukio la 4 la msanii Diamond ni mikakati ya kuingia kwenye tuzo za Grammy. As you know kwamba moja ya kitu ambacho kinasubiriwa sana na mashabiki wengi kutoka Tanzania ni kuona Grammy inatua hapa nyumbani Bongo, kutokana na juhudi za wasanii wetu kuweza kufanya mambo makubwa katika kiwanda chetu cha muziki Tanzania. As you know kwamba Harmonize pia amepanga kuja na Grammy mwaka huu 2025. So Diamond pia ni miongoni wa wasanii ambao wameweka juhudi hizo. Sasa hilo Diamond ameweza kulithibitisha kwa kuweza kufanya ngoma kali ambayo inaitwa Komasava aliyoifanya kwa kushirikiana na msanii kama Harrison Chilean Nkosi kwa ajili ya kuzingatiwa katika tuzo za Grammy za 2025, ambapo wimbo huo uliwasilishwa katika vipengele vya Best Music Video na Best African Music Performance. Lakini tukio la 5 ni mkataba mkubwa wa kimataifa na ziara ya maonyesho mnamo Januari 25. Diamond Platnumz alisaini mkataba mkubwa na kampuni ya burudani na Uingereza inaitwa Showtime Promotion na Baron Inc. Sasa mkataba huu aliweza kusaini kwa ajili ya kuweza kufanya ziara ya maonyesho katika miji 10 barani Ulaya na Marekani, ikionyesha kupanua uwigo mkubwa katika muziki wa Afrika. Ni Diamond Platnumz kutokea nyumbani Tanzania, na hayo ndio alikuwa mkusanyiko wa matukio yake makubwa ambayo amefanya. Nikukumbushe tu kwa taarifa zingine kama hizi hapa, usiache kufuatilia. Hii hapa ni Dunia Updates ambayo inakupatia taarifa zote zinazokuwa zinahappen kulingana na ulimwengu ambao tumekuwa tuna uhitaji. Usiache kusubscribe, usiache kushare taarifa hizi, kulike na kuweza kuondoka na taarifa muhimu kuweza kufaidika na asisi. Mimi naitwa Chris Jayara, Chris Junior ambaye nimekupa